Kwa wengi waliotazama dakika 90 za kwanza za nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya RS Berkane ya Morocco na Simba ya Tanzania, kilichotokea jioni ya Mei 17 hakikuwa kigeni. Ni mwendelezo wa simulizi ya ukatili wa nyumbani wa Morocco hao. Katika dimba lao la Stade Municipal de Berkane, Simba walifungwa mabao 2-0 kwa mabao ya Mamadou Camara na Osama ndani ya dakika 14 za kwanza za mchezo huo. Lakini kilichoandikwa kwenye majalada ya CAF ni tu mabao 2 na si madhara halisi ya fainali hiyo kwa mizunguko yote miwili. Kwa waliotegemea Simba ingechapwa na kuchapika kwenye uwanja huo wa Stade Municipal de Berkane kama kilichowakuta CS Constantine au Stellenbosch, majibu hayakuwa hivyo. Simba walinusurika zaidi ya walivyoshindwa. Kwa namna ilivyo, dakika 15 za kwanza mchezo huo zilionyesha Simba ingechapika, lakini waling'ang'ana na kuruhusu mabao 2-0 tu. Hii ndiyo maana makala hii haiangalii tu kilichotokea, lakini inaelezea kwa nini Simba imefungwa lakini haijachapwa fainali CAF, na kwa nini kilichotokea kinaacha mlango wazi kwa mapinduzi ya kihistoria kwa Simba. Katika jiji dogo la Berkane palipojengwa uwanja unaoitwa na wengi machinjio ya Afrika, uwanja wa Stade Municipal de Berkane, Simba walijaribu kuvuka salama, wakijua fika kuwa waliokuwa mbele yao si tu wapinzani, bali walikuwa ni wachinjaji wa kutisha wakiwa nyumbani, na takwimu zinaonyesha hilo. Katika mechi 6 za nyumbani msimu huu kwenye mashindano ya kombe la shirikisho la CAF, Berkane hajafungwa goli hata moja nyumbani, wakifunga jumla ya mabao 20 kwenye uwanja huo kwa msimu huu, na wamekuwa wakitoa vichapo vikubwa hapo. Katika hatua ya nusu fainali waliwachapa bila huruma CS Constantine mabao 4-0. Waliwachapa Stellenbosch ya Afrika Kusini kwa mabao 5-0 kwenye hatua ya makundi. Kichapo kingine kikubwa kiliwakuta Dja Benini waliochapa mabao 5-0 kwenye hatua za awali. Ni ASEC Mimosa ya Ivory Coast ambayo ina ukuta mgumu iliyofungwa bao 1 kwenye uwanja huo, na sasa Simba imefungwa mabao 2-0. Kwa muktadha huo, kupoteza kwa mabao 2 si tu matokeo bali ni matokeo ya kutia matumaini kwa Simba. Wangekuwa wamefungwa kwa kuchapa mabao 3 au 0 au 4-0 au 5-0 kama walivyofanya wengine, mechi ya marudiano ingekuwa sawa na taratibu za mazishi ya matumaini. Lakini mabao 2-0 kwa Simba ni kama kuokota pumzi katikati ya kimbunga. Upo uhai, na kwa namna fulani uhai huo upo mlangoni mwa historia. Hatujapata bao ni kweli, ila hatujilaumu, wao ndio watajilaumu kutopata bao la 3, anasema kocha wa Simba Fadlu Davis. Kama Berkane wana machinjio yao nyumbani, basi Simba wana zizi la halali Dar es Salaam. Wanaweza kuamua ng'ombe apelekwe ama asipelekwe machinjioni, na wanaweza kuamua wachinje wenyewe na kumla wenyewe. Berkane anaweza kuchinjwa na kuliwa katika uwanja wa Mkapa kama mchezo huo utapigwa kwenye uwanja huo, kwa sababu kuna taarifa za kupelekwa uwanja wa Amani Zanzibar. Katika mechi 11 zilizopita za mashindano ya CAF zilizopigwa Benjamin Mkapa, Simba wamepoteza 1 tu dhidi ya Al Ahly. Ni katika uwanja huo walipoipindua matokeo dhidi ya Kaizer Chiefs kwa mabao 3-0 misimu 4 iliyopita, japokuwa hawakufuzu kwa jumla kwa kuwa mchezo wa kwanza walifungwa bao 4-0 kule Afrika Kusini. Rekodi hiyo si ya kupuuzwa, ni msingi wa matumaini, na si tu historia bali pia hali halisi. Simba wanarudi nyumbani wakijua kwamba bao la mapema linaweza kugeuza mchezo, na bao la pili linaweza kulipua jiji la Dar es Salaam na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kocha wao Fadlu Davis amesisitiza kuwa tutapata matokeo nyumbani, huku akisisitiza mechi kubaki Benjamin Mkapa kama haki yao badala ya kupelekwa Zanzibar kama itathibitishwa na mamlaka za soka. Unaweza kumwelewa kocha huyo, na kila mwana Simba kutaka mchezo upigwe kwa Mkapa, kwa sababu uwanja huu umewapa matokeo ya zaidi ya 90% katika mechi 11 za hivi karibuni. Sasa swali limebaki moja, rekodi yao ya nyumbani itatosha kuvunja ukuta wa Berkane? Simba hawahitaji tu kushinda iwe kwa Mkapa ama Zanzibar, wanahitaji kushinda kwa kuichapa Berkane, kushinda kwa mabao mengi, na hilo ndilo jambo gumu zaidi katika medani za CAF kwa sasa. Berkane ni timu isiyopasuka, isiyochapika kwa mabao mengi.
Ukuta wa Adili Taifu, Mama Sau Al na hayati Manut una ulinzi wa kisasa unaochanganya kasi, nidhamu na uzoefu. Kipa Muniri Mohamed mwenye historia ya kombe la dunia akiwa Morocco amekuwa muhimili wa ngome hiyo. Wakiwa ugenini msimu huu, Berkane hawajafungwa hata mara moja kwa mabao mawili au zaidi. Konstantini walishinda bao 1-0 tu. ASEC walifungwa bao 1-0. Stellenbosch walifungwa bao 3-1. Mamadou Camara, kiungo wao wakati huongoza mashambulizi na ulinzi kwa wakati mmoja, akitengeneza usawa usiopasuka. Alisumbua sana Simba kule Morocco na wana kazi ya kupunguza kasi, akili na uwezo wake. Si mchezaji wa kawaida, hasa kwa mechi zisizo za kawaida kama hii inayokuja dhidi ya Simba. Hata hivyo, msimu huu kwenye mashindano ya CAF Simba iliweza kupindua meza. Robo fainali walikumbana na Al Masry wakapigwa bao 2-0 kule Misri, kabla ya kurudi nyumbani na kushinda bao 2-0 wakafuzu kwa penati. Huu ni ushindi au ushahidi kwamba lolote linawezekana, lakini tatizo kubwa la Simba linaloonekana na wachambuzi wengi ni kuruhusu mabao ya mapema. Kwenye magoli 8 ambayo Simba imefungwa kuanzia makundi hadi fainali ya kombe la shirikisho Afrika, magoli 5 ni sawa na 63% amefungwa kwenye dakika 20 za mwanzo. Magoli 8 hayo 5, 63% yametokana na makosa binafsi. Safu yake ya ulinzi Kamara, Malone, Kagoma na Hamza, anasema mwandishi wa habari za michezo Abisai Stefan Jr kutoka Tanzania, na anaongeza hawawezi kuhimili presha ya mwanzo wa mechi. Kwa mantiki hiyo, mechi ya Mei 25 haitakuwa tu mchezo wa marudiano, bali itakuwa fainali na pambano la mwisho la msimu la hadhi ya kihistoria. Simba hawataki tu kulipiza kisasi au kuziba madhaifu yao, bali wanataka pia kuandika ukurasa mpya kwenye historia ya soka la Afrika Mashariki, kushinda taji lao la kwanza la Afrika na kuwalaza mapema watani zao Yanga kwa kejeli na utani na tambo za hapa na pale. Na hii ni Sport Mtaa TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe chaneli yetu. Mimi ni Elizabeth.